TARURA wilaya Mtwara imeanza utekelezaji wa miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya miji ya Tanzania, yani TACTIC, inayofadhiliwa na serikali kupitia mkopo wa Benki ya Dunia kwa kuanza ujenzi wa jengo la ofisi ya usimamizi wa miradi pamoja na maabara ya kupima ubora vifaa vya ujenzi na miradi. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la mradi, meneja wa TARURA wilaya Mtwara Mhandisi Hatibu Nunu amesema mradi huo utagharimu shilingi bilioni 27.4, ambapo amesema ujenzi huo umeanza rasmi Disemba 5 mwaka 2025 na utahusisha ujenzi wa ofisi 3 pamoja na chumba maalum cha maabara. Mkataba huu umeanza tarehe 5, utekelezaji rasmi wa tarehe 5 baada ya mkandarasi kumaliza ile mobilization period yake. Kwa hiyo hapa tulipo ni ujenzi wa ofisi ya jengo la usimamizi wa mradi ambao litajumuisha ofisi 3. Itakuwepo ofisi ya msimamizi kutoka halmashauri ya manispaa Mikindani, TARURA wilaya Mtwara. Pia kutakuwa na chumba maalum kwa ajili ya maabara ambayo itakuwa inahusika na upimaji wa ubora wa vifaa vya ujenzi. Kwa hiyo tukiwa na maabara yetu ile nyingine pale, tutaongezewa maabara nyingine tena hapo itakuwepo kwa ajili ya kusimamizi ubora wa miradi. Kwa ujumla huu mradi wetu wa TACTIC unajumuisha komponenti takriban 5, ambao tukianza na hapa kuna jengo la ofisi, tutakuwa na viwanda vidogo hapa nyuma yetu ya ili yadi, kutakuwa na inaitwa ni SCOIA, Small Industry Area, alafu tutakuwa na ujenzi wa mradi wa utoaji wa maji katika eneo la Kiangu ambao una urefu wa kilomita 1.5. Mhandisi Nunu ameongeza kuwa mradi wa TACTIC pia utahusisha ujenzi wa barabara ya Pacha ambaye yenye urefu wa kilomita 2.4, barabara stendi ya Chipuputa yenye urefu wa kilomita 2.4, barabara inayozunguka soko la Chuno yenye urefu wa kilomita 3, pamoja na ujenzi wa mifereji ya maji ya mvua. Vile mradi unavyoendelea kutekelezwa tutaendelea kujenga barabara. Na barabara kama nilivyotaja kwenye stendi pale, stendi ya Mkanaredi tutatengeneza pia pale barabara kilomita 2.4. Ukienda soko la Chuno napo tutatengeneza kilomita 3. Soko la Chuno, barabara za kuzunguka lile soko la Chuno litatengenezwa kwa barabara za lami zenye kiwango cha asphalt, ambayo ni ile zege ya lami, ambayo lami kiwango cha juu kabisa. Stendi ya Mkanaredi pale kuna stendi iliyopo ya sasa na ile eneo ambalo liko wazi ambalo linatumika kama stendi ya maroli. Kwa hiyo ile stendi ya maroli itaboreshwa kuwa stendi ya mabasi ya kwenda mikoani, alafu hii nyingine stendi ya sasa itakuwa ni kwa ajili ya kupaki maroli. Haya maroli yatakuwa yanapaki pale na itakuwa na facilities za kisasa kabisa pale ya kupaki maroli na huko kwenye stendi. Na kuanzia tarehe ninavyosema tarehe 5 mwezi wa 12 mkandarasi tayari yupo site. Kwenye eneo la stendi tayari wameshaanza kufanya ile clearance, wameshafanya tayari, na hapa kama unavyoona hapa wameshafanya clearance, wamemaliza na wanafanya setting out ya pads hizi za msingi kwa ajili ya kuanza kujenga jengo lenyewe la ofisi. Kwa upande wa ukarabati wa barabara, amesema wilaya Mtwara utengewa kiasi cha shilingi bilioni 7 kwa mwaka kwa ajili ya halmashauri 3, ambapo manispaa Mtwara Mikindani hupata shilingi bilioni 3.8. Kwa mwaka huu TARURA imesaini mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya ukarabati wa barabara na usafishaji wa mifereji, kazi ambayo tayari imekwisha kuanza. Kwa ujumla tunatengewa bajeti, ukijumlisha wilaya zetu, halmashauri zetu 3, tunatengewa bajeti ya takriban bilioni 7, ikijumuisha Mtwara manispaa ambayo inatengewa bilioni 3.8, ikijumlisha vyanzo mbalimbali vya fedha. Kwa mwaka huu tumesha saini tayari mikataba ya takriban ya bilioni 1.5 kwa ajili ya ukarabati na usafishaji wa mifereji. Kama mnavyoona mkipita sasa hivi, kazi ya usafishaji wa mifereji na uzibaji wa viraka zimeshaanza. Kwa hiyo kazi ya bilioni 1.5 wakandarasi wameshaanza wako site na tunaendelea na hizo kazi za maintenance, na vile kuna barabara ambazo hazijasajiliwa ambazo haziko kwenye mtandao wa TARURA. Tukishirikiana na manispaa ya Mtwara Mikindani na mheshimiwa mbunge wetu Dr. Joel Nanauka, waziri wa vijana, kuna mkakati ambao tunauweka, zile barabara zitaenda kuchongwa kwa kutumia mfuko wa jimbo na kushirikiana na wadau mbalimbali. Hizo barabara zote za mitaani kule zitasafishwa kwa ajili ya kuweka mazingira yetu yako sawa. Naye mhandisi mshauri mkazi wa miradi ya TACTIC katika manispaa Mtwara Mikindani, Heri Moshi, amesema mkandarasi yupo katika hatua za maandalizi ya kazi, huku akiahidi kuwa vibarua wazawa watapewa kipaumbele katika ajira. Kama mnavyoona hapa tulipo ni mmoja wa miradi yetu katika miradi hiyo ambayo 6 tunayofanya, ikiwa katika package moja ambao ni ujenzi wa jengo la wanaita engineers office building. Ndio hili tunalojenga hapa, ndio tumelianza. Kwa
Kwa hiyo ndio kazi zangu ninazofanya, kusimamia hii miradi, kumsimamia mkandarasi kwa niaba ya client. Mkandarasi sasa hivi yupo katika process ya mobilization stage, na tunaamini kwamba mkandarasi na ameshaomba advance payment, na tunaamini kwamba akishapata advance payment, hapo ndo tunaweza kumpima mkandarasi kama ni wale au ni mkandarasi ambaye sio wale wanaozungumzwa na watu. Vibarua kawaida tumependekeza kwamba, na mimi nitalisimamia hilo, kwamba vibarua hasa ni locals wachukuliwe upande wa vibarua. Hatutarajii kwamba kibarua atatoka Dar es Salaam. Tunategemea kwamba vibarua watatoka maeneo haya. Nao baadhi ya wananchi wakiwemo vijana na mamalishe wameeleza kufarijika na uwepo wa miradi hiyo, wakisema kuwa italeta tija kwa kuongezea kipato na kuboresha mazingira ya biashara, huku wakiwahimiza vijana kutumia fursa zilizojitokeza. Kwa majina naitwa Jinai Yusufu, mzaliwa Mtwara, ni mamalishe. Kwa unufaishaji kwa huu mradi, kwa kweli nashukuru sana. Huu mradi kwangu ni furaha kwa sababu hadi mmechanganya kidogo, inaonyesha kazi imesimama kule na bado tunajichanganya tena na huku, ili kusudi sio kukaa tu, ili kusudi endelee kuwa. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.